Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala na kumtakia ziada za rehma bwana Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, ndugu zangu wapenzi watazamaji wetu wa Msimbo Online TV, leo bimashiatillahi ta'ala, kwa mapenzi yake Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, tunakwenda kuangalia swala zima na dua ya kumsaidia ama kumpa mtu ambaye ana hasadi. Na leo tutakwenda kuangalia walau kwa uchache madhara ambayo kwamba au hasadi ambayo kwamba inasababishwa na mjusi kafiri. Mara nyingi hawa katika nyumba zetu wanatawala sana, na kila mmoja anafahamu kuna baadhi ya nyumba wanaonekana sana hii mijusi kafiri. Mijusi kafiri ina madhara makubwa sana, hasa nitaeleza baadhi ya mambo ambayo kwamba wao yanakuwa nayo. Leo tutakwenda kuangalia hasadi ambayo wao wanasababisha, lakini kabla sijawaangalia hawa mijusi kafiri hasadi gani ambayo kwamba wao wanasababisha, hebu tuangalie kwanza hasadi ni nini. Hasadi ni nini? Hasadi anaweza akakusababishia mwanadamu, jini, ama hata wadudu kama hao. Na hii inatokana na nini kwa binadamu? Mwanadamu anaweza akakufanyia hasadi hali ya kuwa yeye mwenyewe hajui kama akakufanyia hasadi, na anaweza akakufanyia kijicho hali ya kuwa mwenyewe hajui kama akakufanyia kijicho. Nitawapeni mfano. Hasadi ni sumu ya maneno inayotoka katika mdomo wa mwanadamu, na kijicho ni sumu ya macho inayotoka katika macho ya mwanadamu. Mfano, anaweza umemkaribisha jamaa nyumbani kwako, rafiki yako, mpenzi wako, jamaa yako ameingia ndani mwako. Baada ya kuingia ndani, yule mtu sasa akawa anakusifia wewe kwa neema zako ulizokuwa nazo zile. Bwana, sasa hivi alhamdulillah naona uko vizuri bwana, naona umenunua TV ya kisasa na nini. Kwa hiyo yale maneno yale yanaweza yakapelekea kutia hasadi au kupa hasadi bila yeye mwenyewe kujua. Huenda yeye mwenyewe alikuwa anasifia tu kwa wema, lakini maneno yake akawa sumu, yamekwenda kuharibu kabisa mazingira ya nyumbani kwako. Kwa hiyo baada ya kuondoka yeye, tutakuta hali inaanza kubadilika. Hiyo sehemu ya kwanza. Lakini sehemu ya pili ni kijicho. Kijicho kinakuwaje? Mtu ameingia ndani mwako, baada ya kuingia akaanza tu kushangaa, au labda siku amekuona, pengine siku nyingi hamjaonana, amebadilika, kashangaa. Basi yale macho yale, sumu yake inaweza yakakudhuru wewe na ukapata athari mbalimbali. Acha nikupe athari za hasadi, alafu nikueleze kuhusu huyu mjusi kafiri, namna gani hata Mtume katuamrisha tumuue na tumtoe katika mazingira ya nyumbani kwetu. Athari ya kwanza ya hasadi au dalili ya kwanza ya hasadi ni mtu anabadilika sura. Yani leo utamuona yuko hivi kanawiri, kesho utamuona kama kafubafuba, kesho kutu utamuona hivi. Hizi ni miongoni mwa athari za hasadi. Lakini nyingine ni mtu kutofanikiwa katika jambo lile ambalo kwamba analoliendea. Kwa mfano, kama hasadi hii kapigwa mwanafunzi, basi wallahi itaingia siku ile kapigwa hasadi, maendeleo yake ya shuleni yanakuwa mabaya, mambo yake ya shuleni yanakuwa, yani kila kitu cha shuleni wake kinaharibika. Kama umepigwa wewe labda ni mfanyakazi, tangia ile siku uliopigwa kadri hasadi, basi wallahi kazini kila mmoja anakuchukia, kila mmoja hakutamani, kila mmoja hapendi hata kukaa na wewe, mpaka unajiuliza mimi nina nini? Yani nafikia hatua mpaka wakuu wako wa kazi wanatamani kama vile kuhamishwa kupeleka sehemu nyingine kabisa huko. Yani kila mmoja ambaye ulikuwa naye zamani vizuri anaanza kubadilika wewe kwako. Kwa sababu ya nini? Sababu ya hasad. Nitawapeni mfano hai. Kuna mwanadada mmoja alikuja siku moja, yeye anaishi Oman, lakini kwao ni Zanzibari. Alipofika kanipigia simu akanieleza shida yake, na hili nalisema kwa sababu hata mwenyewe aliruhusu niliseme, ili kuna baadhi ya watu wana shida kama hizo. Nilipokwenda kule Zanzibar, yeye shida yake, dada huyu mume ana miaka takriban 36 kwenda 38, hana mume, hajaolewa na yuko vizuri kimaisha kabisa. Akasema hapa nilipo namtafuta mume na mwanamume hata kama atakuwa maskini,
mimi niko tayari kumhudumia, kumlea, lakini anioe tu, wallahi lazim. Nikamuuliza tatizo hili linakuaje? Akasema sisi katika ukoo wetu alipata bahati ya kuolewa ni mtu mmoja, na kaolewa miaka mingi sana, lakini sisi wote. Lakini katika maelezo yake alipokuwa ananieleza, nikajua huyu tatizo lake ni hasad, hakuna kingine Sheikh, hamna kingine. Basi nikamfanyia dua na nikamwambia jinsi gani ya kuiondosha ile hasad. Wallahi ndugu zangu Waislamu, baada kuyafanya yale, hakuchukua muda mrefu ile dada akaolewa. Sima kupata tu bahati ya kupata kizazi ya kuzaa, lakini aliolewa, na nikawasaidia mpaka ndugu zake ambao walikuwa kwa Oman wote, na bahati nzuri wote wakawa Mwenyezi Mungu akapa nusura, akaolewa Sheikh. Wallahi lazima hiyo kitu ipo, hasad. Hata kwenye nani, kwenye ndoa hizi, anaweza mwanamume akampelekea mwanamke posa, akapeleka posa kwa mwanamke, baada kupeleka posa fule mwanamume asionekane tena. Hii nayo ni mbaya sana, anaweza akamsababishia hasadi mwanamke. Basi tangia ameondoka huyu, yule mwanamke, kila mwanamume akija pale harudi tena, kila mwanamume akija pale harudi tena. Ni hasadi hizo Sheikh, hasadi hizo Sheikh, hasadi hizo Sheikh. Kwa hiyo hizi ni baadhi ya dalili za mtu kuwa na hasadi. Hasadi kama umepigwa katika shughuli yako, katika biashara yako, basi wallahi biashara yako unaweza ukaichukia. Yani uko nyumbani, kutoka nyumbani kwenda kwenye duka lako wewe utaki, uko tayari umtafute mtu auze, uko tayari umwambie kijana wako auze. Yani mwingine afikia hatua hata pale kukanyaga wewe upendi kwenye biashara yako. Hasadi hiyo Sheikh, na zinapigwa kwa watu wengi sana, ila watu wengi wanakuwa hawaelewi hasadi Sheikh. Hasadi nafikia hatua mpaka gari yako mwenyewe unaichukia gari yako. Na kama mmepigwa mle ndani mwenu, basi hatari. Tuje katika huyu mdudu mjusi sasa, kafiri. Hawa ukiwaona katika nyumba yako sasa, na hasa wakiwa wengi sehemu fulani, labda chumbani kwako wamejazana sana, ama sebreni, ama si sehemu gani, kwanza ukiwaona hawa na kuwa wengi sana, basi nyumba hiyo jua wanaishi ndani yake mashaitani, wanaishi mashaitani. Mjusi kafiri ni mbaya sana Shekhe. Huyu mara nyingi akiwemo katika ndani mwenu wakawa wanatawala sana, vile vile anapelekea nyumba hiyo kuisababishia hasadi. Ndio maana mara nyingi chunguza sana nyumba zenye wadudu kama hawa wengi, zenye mijusi kafiri mingi, hii migogoro katika nyumba hii inakuwa haishi, maelewano baina ya mume na mke yanakuwa hayapo, magomvi kila wakati, watu kudomuana midomoni tu, nafikia hatua mpaka watoto hawaelewani katika nyumba hii. Alafu mtakuta hata uchumi wenu unaanza kuyumba, riziki zenu zinaanza kushuka sana, kama kuna hali na mazingira kama haya. Mdudu kama huyu kama yupo katika nyumba yako, ni vyema kumuua haraka, na hata Mtume katuamrisha huyu mdudu tumuue. Ukimuona mjusi kafiri katika nyumba yako, ndugu yangu Muislamu, muue. Na haya ni maelekezo ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yani wadudu hawa ni wabaya sana, na wanapokuwa katika nyumba yako hawa, basi kuna matukio mengi ya ajabu ajabu unaweza kuyaona. Kwa mfano, unaweza ukaona usiku watu wanakuita wewe jina lako, na ukitoka nje hakuna anayekuita. Unaweza ukasikia labda watu siku kama vile kuna watu wanatembea, lakini ukiangalia hakuna mtu anayepita. Muda mwingine unahisi au unasikia kabisa kama mtu anapanga vyombo kwenye kabati. Ukitoka nje hakuna anapanga vyombo kwenye kabati. Yaani kuna mambo ya ajabu ajabu ajabu. Siku nyingine unaweza kuamka kukuta tu damu katika, kama una tiles zako chini utakuta kuna damu, au shuka uliyojifunika pengine na damu. Unaweza kuulizana na mke wako, imekuaje hii, au uko katika hali fulani, mke anasema niko safi kabisa, lakini utakuta damu. Kuna mazingira kama hayo yanaweza katokea katika nyumba yako kama wadudu hawa watatawala na kuwepo katika nyumba yako hiyo. Sasa basi nitakuja sehemu ya pili sasa katika video inayofuata, nije nikueleze namna gani unaweza kumsaidia mtu mwenye hali kama hiyo. Nitakuja katika sehemu ya pili kukueleza namna gani unaweza kumsaidia mtu mwenye hali kama hiyo. Kwa haya nilioeleza sasa hivi haya, kama una swali la kuuliza, unaweza ukanipigia kwa namba 0773 11 0001, 0773 11 0001. Unaweza ukanitafuta WhatsApp au njia ya kawaida ukaniuliza maswali yako hayo, lakini nitakuja sehemu ya pili kueleza namna gani sasa unaweza kumsaidia mtu mwenye hali na mazingira kama haya. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.